Ni wakati mwingine tena, mtazamaji wa Zone Media, tunakutana hapa kujuzana yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa. Kuna taarifa ambayo imeripotiwa na shirika la habari la Tasnim kutoka nchini Iran kwamba kuna mapigano makali ambayo yalizuka ndani ya meli ya USS Abraham Lincoln. Mapigano hayo yalihusisha wanajeshi wa Marekani wenyewe kwa wenyewe na yamesababisha wanajeshi 7 kuuawa. Sasa ripoti inasema mapigano makali yameripotiwa kuzuka ndani ya meli ya kivita ya Marekani USS Abraham Lincoln, huku wanajeshi 7 wa jeshi la wanamaji la Marekani wakidaiwa kuuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim likinukuu chanzo cha kijeshi, tukio hilo lilitokea baada ya mshauri mkuu wa kamandi kuu ya Marekani CENTCOM Brad Cooper kufika ndani ya meli hiyo kushughulikia malalamiko ya wafanyakazi kuhusu muda mrefu wa operesheni ya meli hiyo. Mshauri huyo alidaiwa kuzomewa na baadhi ya wanajeshi pamoja na kurushiwa chupa za maji wakati akizungumza na wafanyakazi wa meli hiyo. Hali ilidaiwa kuwa mbaya zaidi na kugeuka kuwa mapigano kati ya wanajeshi kwa wanajeshi, ambapo baadhi yao walitumia visu na silaha nyingine zenye makali. Chanzo hicho kinadai kuwa wanajeshi 7 waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa. Tukio hilo linadaiwa kutokea wakati kukiwa na malalamiko kutoka kwa familia za wanajeshi kuhusu muda mrefu ambao USS Abraham Lincoln imekuwa katika operesheni. Kwa sasa meli hiyo inafanya shughuli zake katika bahari ya Hindi baada ya kutumia siku 263 katika deployment yake, ikiwa imetumia siku 208 mfululizo baharini, muda unaodaiwa kuwa miongoni mwa mirefu zaidi kwa meli ya kubeba ndege za Marekani katika kipindi cha sasa. Sasa meli ya USS Abraham Lincoln ilijizolea maarufu sana wakati vita kati ya Marekani pamoja na Irani na Israel vilivyokuwa vimeanza. Sasa wakati kipindi kile meli hiyo inasafirishwa moja kwa moja kutoka Marekani kuelekea katika ukanda huo wa Mashariki ya Kati, ilikuwa ni kwa ajili ya kuweza kutekeleza operesheni mbalimbali za kijeshi, hasa kuishambulia Irani. Wakati mashambulizi hayo yanatokea, moja kwa moja meli hiyo ilikuwa ikihusika kwa kurusha ndege za kivita, lakini vile makombora, pamoja na kutuma vikosi vya wanajeshi kuwamwaga katika maeneo mbalimbali, hasa katika kambi za kijeshi za Marekani katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Hivyo baadaye, wakati mashambulizi yamekithiri, Irani ikaamua kufanya mashambulizi kwenye meli hiyo kiasi cha kusababisha uharibifu mkubwa, ambayo baadaye ililazimika kwenda kutengenezwa nchini Ugiriki. Na baadaye kulikuwa kuna malalamiko makubwa yalikuwa yakitokea kwa wanajeshi kwamba meli imetumia muda mrefu zaidi katika operesheni zake za majini huko katika bahari ya Hindi na maeneo mengine katika ukanda wa Mashariki ya Kati, ambapo familia zilikuwa zikilalamika kwamba wanajeshi wanapaswa kurudi nchini Marekani, kwani vita hivyo vilikuwa vina faida kwa Marekani, zaidi na zaidi ni kuwapa hasara kubwa. Sasa hiki kilichotokea hapa, kilichoripotiwa na Tasnim, kinaonyesha kuchoka kwa wanajeshi wa Marekani katika operesheni zao za kijeshi huko katika bahari ya Hindi, ambako meli hiyo kwa sasa hivi imehamisha makazi yake katika eneo hilo ili kuendeleza operesheni zake za kijeshi katika bahari ya Hindi. Kwa kiasi kikubwa sana kuna mvutano ambao unaendelea chini kwa chini kwa wanajeshi wa Marekani, hasa katika mgogoro wake huu na Jamhuri ya Kiislamu ya Irani. Basi mimi kukujuza yote ni kuombe uendelee kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.